Mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV, karibu sana katika kipindi cha Love Zone, moja kati ya kipindi ambacho unaanza kukifuatilia kwa siku ya leo. Moja kati ya kipindi ambacho tumekuletea kwa ajili yako, kipindi ambacho ni pendwa kwako, kipindi ambacho utakwenda kufahamu mambo mengi ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Mahusiano yana nyanja nyingi sana, na swala zima la mapenzi limekuwa likiwapa stress watu wengi, lakini pia limekuwa likiwapa furaha watu wengi. Kuna watu wameumia kwa sababu ya mapenzi, kuna watu wanafurahi kwa sababu ya mapenzi, kuna watu waliofariki kwa sababu ya mapenzi. Hapo utakwenda kuyajua mengi, lakini pia huyo ambaye upo naye vipi, anakupenda, unampenda? Basi moja kwa moja tutakwenda kujikita katika mada ambayo tutakwenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Mada itakuwa inasema kwamba ni kitu gani kilikufanya ukampenda huyo ambaye upo naye kwa hivi sasa? Ni kitu gani kilikufanya ukampenda huyo ambaye uko naye kwa hivi sasa? Basi moja kwa moja uwe mwenyewe jibu nalo, na unaweza pia ukatiririsha comment ya kwako hapo kwa kuweza kutuambia. Mimi ni Eric Keman. Karibu sana, tutakuwa pamoja, na sitakuwa peke yangu hapa ndani. Nitakuwa na kapo moja nzuri sana. Hii kapo inapatikana mkoani Kilimanjaro. Ninayo kapo ambayo niko nayo hapa kwa siku ya leo. Tutakwenda pia kuzungumza nao na kuweza kuyafahamu pia mengi kutoka kwao katika mahusiano yao. Niko na DJ Dragon, DJ mkubwa kabisa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. DJ Dragon, habari ya kwako? Bwana, poa kabisa. Uko poa kabisa? Good. Karibu sana. Asante. Hii ni Gift Online TV, kuwa free. Asante sana, nimefika. Naona umeambatana na mwenza wako hapa. Niko naye. Unajisikiaje? Unajisikia poa sana. Sara, habari ya kwako? Salama, habari yako? Uko poa? Niko poa kabisa. Mbona kama mnaogopana? Hapana. Mpo sawa kabisa? Ndio. Okay, relax. Sawa. Okay. Kuna vitu ambavyo nataka tuvizungumze hapa kuhusiana na swala zima la mahusiano. Nimeona mpo na furaha kwenye mahusiano yenu, na ni kitu ambacho naamini kuna watu wengi watakuwa wanaonea wivu katika mahusiano yenu. Ni kitu gani kinawafanya mnakuwa kwenye furaha kwa asilimia kubwa, ndugu yangu DJ Dragon? Unajua furaha siku zote inaanza na huzuni. So kama umeanza na huzuni, lazima utengeneze mazingira ya kuja kuwa na furaha baadaye. Kweli mahusiano ya changamoto, na nilipitia changamoto nyingi sana na mwenzangu. Mwanzo nilikuwa na huzuni, lakini bahati nzuri sasa hivi na furaha. Kwa unafurahi kuwa na Sara. Nafurahi sana. Sara, vipi furaha yako kwa DJ Dragon? Furaha yangu pia nilikuwa na changamoto mwanzoni, ila kwa sasa niko vizuri naye. Kwa nini mlianza kwenye changamoto, mlianza na furaha alafu mkapitia changamoto, alafu sasa hivi mpo kwenye furaha? Ndio. Milima na mabonde, shuka na kupanda. DJ Dragon, nikianza na wewe, kitu gani kilikufanya mpaka ukamfuata Sara na kuweza kuona kwamba huyu atanifaa kuwa wangu? Naamini kuna kitu kilikufanya ukamfuata direct. Ni kweli hata mwenyewe ukiangalia hapa ana sababu kweli za kufuatwa. Sababu anaanza kufuatwa, na kusema kweli kwa asilimia nyingi nirudi kwenye uhalisia kidogo kabla sijatoa sifa zake zilizonivutia, lakini kiuhalisia tunasemea sifa. Kiuhalisia sisi ma DJ tunakuwa na changamoto sana kwenye upande wa mahusiano. Kweli tunasema tuna changamoto sana, lakini sio wote. Kwamba hii ni tabia ya mtu. Watu wanakalili tu ma DJ kwa sababu ni vioo vya jamii ya watu. Kwa hiyo sasa tunakuwa na changamoto sana ya kwenye mahusiano. Ila kiukweli mimi nilivutiwa siku ya kwanza tu namuona, mara ya kwanza namuona nilivutiwa, lakini nilijikaza kama mwanaume, nikavumilia. Sasa hapo kwenye ulipomuona ukavutiwa, mimi nataka kujua, kuna kitu ambacho kilikufanya ukasema wow, fantastic, kutokana na hichi mimi huyu anafaa kuwa wangu. Hicho mimi ndo ninachokihitaji mimi. Mimi kilichonivutia kwake sana sana muonekano
muonekano wake jinsi alivyo. Nikiongelea muonekano maana yake ni body nzima. Muonekano bado hujanipa key point. Yaani muonekano unaweza nikasema kwamba kuna sura, yes, kuna umbo, unajua kuna namna ambavyo wanaume tukiona mwanamke kuna namna ambavyo unakuwa unavutiwa naye, aidha umempenda sura ama umbo lake labda limekaja na shepu nzuri, aidha pua, macho yake, yani kuna vitu kama hicho mimi ndo ninachokihitaji ambacho kilikufanya ukaona kwamba Sara nafaa kuwa wangu, yani yani ukatamani kuwa naye. Hicho kitu mimi ndo ninachokihitaji. Sawa. Kicho nifanya mimi kwake nikavutiwa sana ni sura. Sura na rangi. Muonekano wake wa sura na rangi mimi ndo ulinivutia sana. Okay. Muonekano wa sura na rangi. Sasa siku moja ikatokea mara papa imetokea tatizo. Sara kapata majanga. Labda tuseme janga la moto, hatupendi litokee, au ni matatizo tu ambayo yanayotokea. Reception sasa ikaribika. Inakuaje wakati DJ Dragon ulipenda reception? Auoni kwamba unaweza mwisho wa siku ukamwacha Sara? Hapana, hiki kitu nimezungumzia mara ya kwanza. Kwa hiyo mara ya kwanza unapomuona nimezungumzia matamanio, nilitamani sura na rangi. Lakini baadaye tena kisha kuja kutokea matatizo nimeshakaa naye sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo utakuwa upendo uko pale pale. Hiyo mambo ya sura na rangi tena tutakuwa imeshaisha. Yani kinachoendelea pale ni mahusiano na upendo na maisha ambayo nilikuwa naishi naye kutokana na muda mrefu. Hapo tena sitaangalia tena rangi. Okay, ngoja nirudi kwa Sara naye tumsikie. Sara, vipi kwa upande wako DJ Dragon wakati anakufuata, na ma-DJ tunawajua namna ambavyo wanatoa burudani katika maeneo mbalimbali ya starehe, wakati DJ Dragon anakufuata akakwambia nakupenda Rachel, nakupenda Sara, kwa upande wako kuna kitu ulikiona kwake ukasema yes, anastahili kupewa nafasi? Kiukweli mimi kwa mara ya kwanza nilimkataa. Kwa sababu najua DJ tabia zao. Nikasema huyu anatamaa tu na mimi. Lakini jinsi nilivyoendelea kukaa pale nikamzoea. Kikweli nikampenda na yeye tabia yake alivyo na uzuri wake pia ukanivutia. Nikawa naye. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba alikuja akakuapproach ukamkataa? Ulimkataa kama mara ngapi? Nilimkataa mara nyingi tu, anajua mwenyewe. Akaendelea kustruggle zaidi na zaidi. Ndio. Okay, hicho kitu sasa ambacho wewe kilikufanya ukampenda, mimi ndo ninachokihitaji, yani ukasema hiki kitu kinanivutia kwa DJ Dragon, wacha nimpe nafasi. Kiukweli nilikuwa nikimuona tu. Nikimwangalia alivyo, sura yake nini. Nilikuwa namuelewa. Natamani nimuone kila muda. Ndio hivyo nikaa natembea naye hivi. Baadaye nikamzoea, ndo mpaka sasa hivi tuko naye hapa. Okay. Na namna ambavyo haya mahusiano yenu yapo mpaka hivi sasa ni ya muda gani? Kama mwaka sasa. Mna mwaka mmoja. Hongereni sana. Kuna watu mwaka mmoja unakuta tayari walishaachana kitambo. Kuna watu wanaanzisha mahusiano wiki moja wameshaachana, au miezi miwili tayari wameshaachana. Yote kwa yote tunasema kwamba ni kashikashi katika swala zima la mahusiano. Mahusiano yana changamoto nyingi sana. Na Sara, tunajua siku zote mwanaume huwa anaanza kutamani kwanza kumpenda mwanamke. Na anatamani nini? Kama alivyozungumza kwamba alivyokutazama tu upe wako na sura yako, alianza kuvutiwa na wewe. Sasa kwa upande wako wewe, ulivyomuona DJ Dragon na namna ambavyo alianza kukutamani, ulitengeneza mazingira gani ya kumshawishi DJ Dragon aingie katika upendo? Ndo maana upo naye mpaka hivi sasa takribani mwaka mmoja. Maana kwamba kuna kitu ulikifanya ndio akajikuta anakupenda na kuendelea kubaki na wewe. Na kama usingekifanya hicho kitu, basi moja kwa moja DJ Dragon angepita njia akaendelea na safari yake akaenda kwingine. Hapo kigugumizi kidogo. Kwa kweli mimi nilikuwa namfuata mwenyewe. Namwambia kweli, wewe umeniambia unanipenda, mimi pia nakupenda. Umenivutia muonekano wako ulivyo. Kwa hiyo nimependa kuwa na wewe. Kwa hiyo ndio hivyo nakaa naye, naenda kwake mpaka sasa tunaishi wote. Mpaka sasa hivi mnaishi wote, mko pamoja. DJ Dragon,
nirejee tena kwako. Yes. Hii kapu yenu tamu kweli yani, na mtu akiona lazima avutiwe nayo. Yes. Pengine mimi usinidanganye, mara ya kwanza kabisa ulianza kumtamani Sara, niambie tu kweli, au kumpenda Sara mara ya kwanza wakati unamuona namna hii, ulianza kumtamani kwanza, ni kweli au si kweli? Kweli, kwa sababu sisi wanaume tunaanzia matamanio kwanza. Lazima umtamani kwanza mwanamke. Okay. Baada ya kumtamani sasa hapo baada ya kumtamani ukaja kupenda. Kitu gani sasa ambacho kilikufanya Sara akakushawishi na hatimaye ukaanza kumpenda? Mimi kitu ambacho alichonishawishi sana sana, kwanza vile mimi nilivyomtamani na yeye akawa karibu yangu. Hapo tena yeye akanionyesha ni ule userious na mimi. Kwa unajua kabisa mtu akishakuwa ameona kabisa anahitaji mahusiano na wewe. Kwa sasa alichonishawishi mimi yani ni kutulia. Unajua kutulia? Ni mtu ambaye yani akawa hana mambo mengi yani. Yani akatulia kabisa, ndio kutulia yani, akanionyesha kabisa kwamba kweli mimi ni mtu ambaye tofauti na unavyonifikiria kwa wanawake wenzangu wengine. Yani akanishawishi kabisa, kweli alitulia. Yale utundu yale nisikiaona kabisa kama. Kwa ukasema nikasema hapo sahihi. Na stahili kubaki hapa, napenda kabisa. Sipaswi kuondoka. Okay, sasa kuna kitu ambacho pia nataka tukigusia hapa. Hapo kwenye kuona na ukatamani kwake. Hivi unakumbuka mara ya kwanza ni wapi ambapo ulipoanza labda kuomba namba ya simu ama kuanza kumsemesha neno lako la kwanza kwake, unakumbuka? Ilikuwa ni lini, na unakumbuka ilikuwa ni eneo gani, na unakumbuka kwamba ulianza kumwambia nini? Nakumbuka. Nakumbuka. Ilikuwa ni sehemu ya Starehe Club, ama ilikuwa ni kanisani, ama ilikuwa ni njiani tu mnapita? Ilikuwa tu yani nimemuona tu kwenye mizunguko, unajua? Kwenye mizunguko tu nimekutana naye huko. Siku tu niko zangu napiga muziki pale Mkulima Bar. Napiga muziki Mkulima Bar, akaja yeye na ndugu yake. Yule ndugu yake aliyokuja naye, tena mimi sikujua kama wanafahamiana, kwa sababu yule ndugu yake aliyokuja naye pale ni sehemu yake sana ya kuja kunywa. Anakuja atulia. Sasa alipokuja na ndugu yake kumuona tena nikahisi nimemfananisha au ni kwa sababu nilishamuonaga. Ukasema hapa nikajiongeza mambo vipi poa, unanikumbuka nishakuona sehemu fulani bwana, kule ndo nyumbani nilikutana naye Babati. Katika mizunguko yetu ya kurupushana, najua tena hadiji atutulise mmoja kutana naye huko, nikaja nikamuona tena hapo Moshi Kilimanjaro, tena hapo Mkulima Bar, kumkumbusha hivi. Hakunikumbuka sana, lakini kwa maneno mtajia ya nyumbani kwake ikabidi tu, kwa vile yeye ni mgeni sehemu aliyokuja, achangamke tu ile. Daisy alichangamka kama anavyosema, aliponiona hata yeye alivutiwa, lakini alinikataa kwa sababu ya kutengeneza brand tu ya mtu. Akanichangamkia. Wewe unahisi kwamba wakati anaanza kukupigia kisogo, wakati anaanza kukukataa, yani ni kwamba unahisi kwamba alikuwa anajifanyisha au alikuwa anakutengenezea mazingira, au ni kwamba alikuwa avutiwi na wewe hapo kabla? Namna ambavyo ulivyochukulia alivyokuwa nakukataa. Unajua watu wa kike wana mbinu wana mbinu nyingi sana. Kwa hiyo yani mimi ile mwanzo aliponikataa na kuja kumuongelesha ameniitikia, yani mtu ambaye anaitikia hakumbuki, ila akaniitikia tu kwa sababu nilikutana naye kwa Babati, naye kaona labda kweli alinikuta, lakini ndo vile mgeni akatengeneza kama kablandi. Mimi naona aliponikataa yani kwa sababu tu ya ugeni, lakini sikusema alinikataa serious. Mimi tu nilianza kuona kwamba hata yeye ananipenda, kweli bado anatamani hata mimi niendelee kumuongelesha. Sema alinikataa vizuri sana, nilikataa mbele za watu kabisa, nilikataa kabisa. Ila namba za simu alitoa siku hiyo. Alikunyima? Hakunipa. Namba za simu ulikuja kupata wakati mwingine kabisa? Wakati mwingine nimekuja kupata namba ya simu hapa, ninaongea naye nikimuona hivi. Na alikupa yeye mwenyewe binafsi ama ulipewa na mtu mwingine? Hapa nilimpa kutoka kwa sababu ya picha. Niliwapiga picha na ndugu yake. Nilipopiga picha hapa nikapata sababu hapa. Na jinsi ya kuwatumia picha sasa namba ndo nikabidi nichukue ya kwa. Kwa hiyo hapo kwenye kutuma picha ndipo ambapo ulianza kupata mawasiliano yake. Mbona imekaa vizuri sana hiyo. Sara, ni rejee kwa upande wako. Namna ambavyo mlianzisha mahusiano, inaonekana ni story moja tamu fulani nzuri kabisa ulianza kumchangamkia DJ Dragon kwa sababu
ya wote mnatokea Babati, mlianza kujuana tokea Babati, labda alianza kuona tokea Babati ndo kaanza kumfurahia, ama ulianza kumfurahia kwa sababu ya namna alivyowapiga picha mkaanzia hapo? Nilianza kumfurahia tu kwa nilipomuona huko sasa, akanitambulisha kama mimi ndikuona sehemu fulani. Ndio nikajua huyu mtu ananifahamu. Kwa hiyo hapo sikumfungia na mimi nikawa free nikamchangamkia. Lakini ulitegemea kwamba mtaingia kwenye mahusiano? Hapana, kwa kweli. Ulikuwa wazi. Hapana. Okay, sasa wakati ambapo anazungumza na wewe, kabla hajakuambia kitu chochote kile, swala la kichokozi kidogo, usinifiche Sara, usinifiche, au kushawishika hata kidogo kumpenda? Yaani kusema kwamba ukaka navutiwa naye? Hapana, ilikuwa ngumu. Nilimwambia mimi na mtu. Na ulikuwa uko na mtu? Hapana, nilikuwa sina mtu yoyote. Nikamwambia nina mtu. Kwa hiyo akanifuata mara nyingi, ndugu yangu akamtumia ndugu yangu kunifuata mimi. Namwambia ndugu yangu yule achana naye. Yule ni DJ, DJ si unajua alivyo, achana naye. Akanambia hamna, yule mimi namfahamu vizuri. Nikamwambia anifuate mwenyewe aje aliambie. Lakini asikutume wewe. Kwa hiyo kumbe alipita njia yako na kwanza kwa ndugu yako, alafu ndo baadaye akaja akakufuata wewe. Yes. Kwa hiyo wakati amekuja wewe direct, msimamo wako ulikuwa ni kwamba ma DJ ulikuwa uamini, na ndugu yako alikuwa yeye anahitaji muwe naye kwenye mahusiano. Pengine ni kitu gani kilikuja kubadilisha msimamo wako na kuona kwamba okay, anyway ni DJ, ma DJ wanaonekana wana mambo mengi, lakini ukafutilia mbali kuweza kutazama zile tabia ya ma DJ, watu wanaojulikana na timu ukaamua kumpa nafasi? Kwa kweli mimi alikuja akaniambia vitu vyake vyote. Kwamba alikuwa na mtu ameachana naye. Kwa hiyo ameamua kuwa na mwanamke mmoja ambaye ni mimi. Mimi sikukubali. Nikawa namfuatilia. Kwa kweli nikagundua kweli yuko peke yake. Ndio maana nikashawishika kuwa na yeye. Okay. Pengine mmeshaanzisha familia labda? Hapana, bado. Ndio mpo kwenye mazingira. Mungu awabariki, naamini uko baadaye huko mambo yanaweza kama mazuri na hatimaye mkaja kuianzisha safari yenu ya mahusiano. Okay, DJ Dragon, namna ambavyo haya mahusiano yalivyo, tunajua wanawake wana changamoto nyingi sana. Wanakuambia kwamba mwanaume unapaswa kuweza kuwa mvumilivu, unapaswa kustahimili, lakini pia unapaswa kuwa na akili ya ziada kwa ajili ya kuweza kuishi kwenye haya mahusiano. Pengine namna ambavyo umeweza kufanikiwa takriban mwaka mmoja, ni busara gani ambazo unatumia kwenye mahusiano yako? Busara ambazo mimi nazitumia kwenye mahusiano yangu, maana nimefikisha mwaka mmoja, kwa sababu kweli nimepambana. Nimepambana na bado napambana. Lakini tu kwamba napitia vitu ambavyo vigumu yani kwenye mahusiano ya kuvifanya. Kwamba ile ya kusema msishikiane simu. Kwa sababu simu ndo chanzo cha ugomvi kwenye mahusiano. Yani simu, mawasiliano, yani ukizoea itakuharibu sana kwenye mahusiano. Sasa mimi hicho kitu ndo huaga najitahidi sana moja, na uzuri wake kwamba mwenyewe anajua kwamba mimi sishiki simu yake. Lakini ya kwangu mimi anashika. Mimi nikishika simu yake, nikifanya hivi, nikichukua labda naomba simu yake, nimpigie mtu, lakini hapa ni ngumu sema na kaza, nikiomba tu simu yake nimpigie mtu, lazima nichungulie. Yaani lazima pale chapu, unajua? Upige chapu. Kwa maana kwamba unakuwa hujiamini. Yeye anakuwa ni vile vile anajua kwamba hajazoea kushika simu yangu mimi kuangalia. Hicho kitu hajagunduaga hata siku moja kama nashikaga simu yake. Lakini nashika sana. Ni mwanamke ambaye yani anajua kwamba nini kwenye mahusiano ndio afanye na mahusiano yenyewe kote ya vijana. Anajua ni anajitahidi sana kuficha. Sio kama hayatokei, yanatokea. Wanatamani wengi sana, lakini ajitahidi. Sometimes ukiona unakunywa maji au unaondoka, nikiingia zangu kwenye vibe limeisha. Okay, mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV, hii ni Love Zone. Mimi ni Eric Keman. Bado niko hapa na kapo bora kabisa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro, DJ Dragon pamoja na Sara. DJ Dragon, yes. Kuna kitu umekigusia hapo. Hivi hakuna siku ambayo mmekugombana mpaka ukafikia mahali ukakata tamaa ukasema acha aende zake?
Juzi kuamkia jana. Kwa juzi kuamkia yani juzi tunajiandaa kuja hapa. Kilisha wapi? Timbwili ilikuwa zito. Maana kwamba kama lingeendelea kukomaa hata hapa msinge kuepo. Sio lingeendelea kukomaa, nilikomaa. Kiasi kwamba ni balaa zito. Lakini sasa uzuri wake anaheshimu sana mimi mambo ya kazi yangu. Nikishamwambia kuhusiana na vitu hivi. Yuko lazima tugombane huko, lakini tukifika kwenye mambo yangu ya mimi yani kishapata tu kwa kazi ile ninaenda sehemu fulani au bwana nina kazi sehemu fulani au nina moja mbili tatu ya kuhusiana na kazi yangu. Hapa anatafuta machozi nyumbani. Ni baadaye. Hakuna kabisa kitakachoendelea. Yuko lazima ni support. Tukitoka hapa anapanda pikipiki, mimi napanda pikipiki yangu nyumbani. Sara, kila mtu anaondoka kivyake. Sara, kwa upande wako wewe, vipi kwa upande wa wivu? DJ Dragon ni mtu ambaye ni mtu ambaye sehemu za starehe sana, na kuna sana piga mziki kuwapa watu furaha, na kuna wadada wanapenda vibe, kuna wadada wanapenda mziki, na kuna wadada wanatamani kuwa na DJ Dragon. Kwa upande wako wewe haupati wivu yani ukiona mdada anamsogelea DJ Dragon, na unastahimili vipi hili? Wivu upo. Lakini nikiona mdada kamsogelea mimi najichenga. Napita chocho ambaye hata hawezi kuniona. Mpaka saa nyingine ananitumia message, uko wapi, mbona sikuoni? Ili mradi tu hao watu waondoke. Kwa hiyo inabidi ukae pembeni. Nitamuuliza huyo aliyokumbatia ni nani? Ataniambia ni rafiki yangu. Nitamwambia mazo mimi siataki. Kuna siku umekuleta ugomvi kwa tukio kama hilo? Ilikuwa ni birthday. Birthday. Alikuja mdada akataka kumlisha keki na mdomo. Mimi niko pale. Birthday ilikuwa nani, ya kwake au kwa rafiki yake? Ikanishinda. Nikamfuata nikamwambia hivi, unalisha keki hivi. Yaani ukimlisha keki tu hapo hapo, umuoe hapo hapo kabisa. Nikamwambia mimi najikataa. Akaniambia sio hivyo, ni rafiki yangu tu. Nikamwambia sawa, ni rafiki yako, mimi sijakataa rafiki yako. Lakini sio kwa urafiki, sio hivi. Sipendi. Ugomvi unapotokea baina yenu nyewe wawili, pengine unamalizaje huo ugomvi? Yani kuna saa inafika umepaniki, umenuna kweli kweli yani, na DJ Dragon sasa hiyo labda unakuta na hasira. Ugomvi wenu mnaomalizaje? Alafu unaanza kurudi kwenye hali yako. Yaani ugomvi wetu na kununiana, hamna mtu anamsemesha mwenzake. Lakini tukiingia kazini, uchokozi upo. Na kuchokoza mpaka utaongea na mimi. Na kuletea chakula. Na kuletea chakula. Siongee na mimi. Nitaenda nitachukua soda na kuletea, nafungua. Afu naondoka. Nikishaondoka na kutumia message, vipi umeshiba? Utanijibu. Ukishanijibu ndo hasira zimeisha hapo. Kwa upande wako DJ Dragon, tupe yale maufundi. Kuna sehemu inafika yani amekasirika kweli kweli. Wewe unalimalizaje hili? Bana, mimi nikishaona kama nimeyakanyaga, nimeshaharibu. Mimi namsubiria nyumbani tu. Fika nyumbani anaisha. Yaani hapo hamna tena. Sasa hapo kwenye linaishaje? Yani namna kulimaliza kwa kile namaliziaga chumbani. Kurudi kwenye furaha. Ndio naye bali anaisha. Mchakula inaisha. Yani fly ile chuki ya sila nini inaisha. Inaonekana mtaalamu sana fundi wa mambo. Kwa hiyo furaha yenu inaanzia hapo, maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa upande wako Sara, kuna swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza kidogo. DJ Dragon, kuna wakati maisha yanaenda kupanda na kushuka. Unawezaje kumvumilia wakati ambapo anakuambia sina? Manake hii ni changamoto kubwa sana kwenye mahusiano, na wakina dada wengi wameshindwa kuvumilia. Pengine unaweza ukatoa somo na mtazamaji ambaye anatazama Gift Online TV akaweza kugundua pia hili. Kwa upande wako wewe, pindi ambapo yani kuna mali ukata unakuepo hapo ndani, kunakuwa kabisa hata pesa ya kula inakuwa ni changamoto. Pengine inapotokea situation kama hii, kwa upande wako unawezaje kustahimili na kuweza kuamini kweli DJ Dragon hajaonga? Manake wengi mnahisi kwamba huyu atakuwa ameonga huyu. Kwa kweli kama mimi hapa
nitamwomba kwa mara ya kwanza, akiniambia sina, nitanyamaza. Nitamfuata mara ya pili. Nina shida hivi na hivi na hivi. Akiniambia sina, mimi pia nitanyamaza, nitajiongeza. Nicho nacho mimi, Yesu anasema hana, nitatoa, tutakula. Siku hizo siku 2. Siku ya 3 akiniambia hana. Na nyamaza, siongee naye kabisa. Yaani hapo natulia. Atajiongeza yeye, atafanyaje? Kwa hiyo wewe unapambana, unahakisha amekula, ameshiba taratibu. Kwa upande wako DJ Dragon, namna gani unakuta mwanaume anavokuwa na changamoto ya msongo wa mawazo anapokosa pesa pengine ya kuhakikisha kwamba situation inakuwa vizuri nyumbani? Hii inakuwa inaleta athari kwa namna gani kwa upande wako? Manake changamoto kama hii ikiwakumba wanaume wengi, hata suluhisho la chumbani nalo pia linakuwa ni tatizo. Bwana, kweli mimi waga najitahidi sana kwenye swala moja, kwamba changamoto zipo. Kuna wakati kweli unaona kabisa mazingira kweli sio. Mazingira sio, kwamba na mara nyingi kama anavyosema yeye, kwamba vile mimi akiniambia mara kwanza mara pili mwenyewe anajuaga, yani akiona ameshasema nikimwambia sina, najua kwamba yeye kweli yeye. Na mimi sasa mara nyingine kikubwa ambacho ninachojitahidi mimi sijawahi kuishi waga ndani. Yani bora hata nichue mfukoni, lakini ndani nisikose hata kiloba cha unga au labda videli visijai mchele labda hivi nini. Yani bora nikose hela mfukoni ya nauli, lakini nisimalize kitu ndani. Unajua mimi najua kabisa kwamba huyu asila zake, huyu hajanywa soda lakini akila ameshiba anichukii. Hana asila yoyote. Yani akila ameshiba. Yani hata ukimrusha wiki nzima hajasuka, hawazi. Kikubwa tu kwenye kula. Wakati unaanzisha mahusiano naye, haukujaribu kuwaza labda hivi huyu ana kazi kweli huyu? Huyu kama ana kazi tutaweza kuishi pamoja kweli? Manake kuna namna ambavyo kwa hivi sasa vijana hivi sasa tunasema kwamba mwanamke kama hana kazi huyu hawezi kuwa wangu, manake atanipotezea muda wangu tu, tutachoshana kwenye maisha. Pengine kwa upande wako ili ulitazama? Nilitazama kweli. Nilitazama na ile ndio ilikuwa balaa. Kwa sababu kwa alivyokuwa jinsi nilivyoanza naye mahusiano na nilivyokuwa namuona anavyozidi tunavozidi kuelekea, mbona kama yuko serious wewe. Yani kabla tu ya kutaka kuja kumweka huru nyumbani. Nikajua kabisa kwamba huyu anavyoonekana yuko lazima kukaa nyumbani. Bila kujiongeza hapa kwamba nikitegemea tu mimi siku zote itakuwa balaa. Nikamdokezea tu hivi, kuna kazi chochote unafanya? Hamna, mimi nimekuja kwa ndugu yangu hivi na hivi. Kuna kazi basi naweza tukakufanyia mpango basi hata ukajiongeza hata unajua sasa kazi za kuangaika nyingi. Mimi pale kazi kwangu na kufanya pale Mkulima Bar, kuna ile jiko kule jikoni. Kaambia bana mimi pale napiga muziki pale, lakini tunaweza tukakuombea jikoni kule. Wewe mtoto wa kike unaweza ukapambana kule jikoni kwenye mambo ya masupu yale nini, ukajipatia chochote kitu, ukafanya hata kazi pale. Nilipompa hiyo idea tena sasa yeye akaga tena sasa mimi kila ninachomwambia sawa. Unajua tena tulishaingia kwenye mahusiano, kila ninachomwambia sawa. Basi kweli mimi nikamfanyia mpango kule kuja kumwambia yeye kwenda kumuombea, basi akawa haina shida, basi akawa anapambana pale. Kwa hiyo sasa yani inakuwa ni ngumu kufikia ile, yani mimi nimepigika, yeye amepigika, mimi maana wote mnapambana. Ngumu sana. Kwa upande wako Sara, pengine wakati unamkubalia DJ Dragon, kuna namna ambapo ulitazama hali halisi ya uchumi wake na ukaamua sasa moja kwa moja nikubali kuwa naye? Maana kina dada hivi sasa kwa asilimia kubwa wanajaribu kuchungulia huyu anafanya kazi katika taasisi gani. Ndio mimi nilijaribu kuangalia kama hivyo. Nilivyoona yeye anafanya kazi, mimi sina kazi. Ujue mapenzi yaangalia pesa, yanaangalia moyo wa mtu. Kwa hiyo mimi sikuangalia pesa zaidi. Ni mradi tu mimi nile na mapenzi yangu yaendelee kama yalivyo. Kwa hiyo mimi sijali sana pesa. Kwa hiyo vingine uliamini kwamba vitakuja tu. Ndio. Mnaanza kutafuta taratibu. Ndio. Mungu awabariki, mpambane, mfanikiwe, mwe kwenye viwango vya juu, mje kuwa matajiri wa baadaye. Bwana mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV, katika kipindi cha Love Zone, kuna mengi ambayo utakuwa unayapata hapa kwenye hichi kipindi. Najua una kiu kubwa ya kuweza kujua pia mpaka yale ya ndani zaidi katika swala zima la mahusiano, lakini pia hata wewe
una changamoto katika mahusiano yako, basi hapa utajifunza mengi na utaweza pia kuyatatua mengi ambayo yanakusibu katika swala zima la mahusiano. Leo tumeanza hivi, lakini pia kesho na kesho kutwa kuna mengine ambayo utakwenda kuyajua zaidi kuhusiana na namna ya kupata furaha katika mahusiano yako. Kaka ambaye unanisikiliza kwa hivi sasa, ambaye unanitazama kwa hivi sasa kupitia Gift Online TV, mimi nikwambie kwamba amini, ukishapenda unaweza ukamtengenezea mazingira huyu ambaye umempenda na hatimaye naye pia akawa na kazi kama wewe. Usimchukulie poa kwa kuwa hana kazi. Umemsikia vizuri DJ Dragon namna ambavyo alivyozungumza juu ya Sara kwamba alimkuta akiwa na kazi lakini akamtafutia kazi na hatimaye akafanikiwa, na sasa hivi maisha yao yanasonga taratibu. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Endelea tena kufuatilia vipindi vingine ambavyo vinafuata. Bye bye.